kupata nafasi ya kusimama katika madhabahu hii. Mungu wa neema apate kuinuliwa zaidi. Ninashukuru baraza la kanisa na baba mchungaji, Mungu akubariki sana kukuteua kutupatia nafasi tena ya kusimama mbele ya madhabahu hii. Haleluya. Na kushukuru wewe ambaye uliacha kila kitu ya kusema acha niende kukanisa, niende kumwabudu Mungu. Mungu pia akubariki pia na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wetu ni mdogo sana, lakini tutaimizana kwenye kitabu cha Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Yohana sura yake ya 3 mstari wake wa kwanza. Tutaishia kwenye mstari wake wa 8. Lakini somo yetu ya leo inasema kuzaliwa kwa Roho. Haleluya. Kuzaliwa kwa Roho. Wewe, mimi tuzaliwe katika Roho. Tuzaliwe na Roho kuliko kuzaliwa na mwili. Mwili uishatuzaa na njoo sababu sisi tunasimama fulani njoo huyu, fulani njoo huyu. Lakini sasa tunastahili sasa sisi tuzaliwe na nini? Tuzaliwe na Roho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo kwenye kitabu cha Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na mtumishi Yohana sura yake ya 3 mstari wake wa kwanza hadi mstari wake wa 8. Tunasoma kwa uvuvio wa nguvu za Mungu. Kulikuwa na kiongozi umoja Myuda wa kundi la Mafarisayo, jina lake Nikodemu. Siku moja Nikodemu alimwendea Yesu usiku akamwambia, Rabi, tunajua kwamba wewe ni mwalimu uliyetumwa na Mungu, maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara unazofanya kama usipokuwa pamoja na Mungu. Yesu akamwambia, kweli ninakuambia, mtu asipozaliwa tena hataweza kuona ufalme wa Mungu. 4. Nikodemu akamuuliza, mtu mzima awezaye kuzaliwa tena? Hawezi kuingia tumboni mwa mama yake na kuzaliwa tena. Yesu akamwambia, kweli ninakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kamwe kuingia katika ufalme wa Mungu. 6. Mtu uzaliwa kwa mwili kwa baba yake na mama yake, lakini uzaliwa kwa Roho, uzaliwa kwa kiroho na kwa Roho pia. 7. Usistajabu kwamba nimekuambia kuwa ni lazima uzaliwe upya. Upepo uvuma kuelekea upendako, wasikia sauti yake, lakini haujui unatokea wapi wala unaenda wapi. Ndivyo ilivyo kwa mtu aliyezaliwa kwa Roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu aliyemwendea Yesu alikuwa daktari, mtu mkongwe, mzee, na parmi ya watu 71 yeye alikuwa miongoni mwa wale watu 71 wa wale Mafarisayo. Inamaanisha sheria ikitakiwa ifanyike, tutahukumu huyu au tutalibere fulani. Nikodemu alikuwa miongoni mwa wale watu wa kutoa sheria au kwa kukata sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Nikodemu halijifunza kwa kitu fulani. Kijana huyu wa miaka 30, miaka 13. Kijana wa miaka 13 anafanya mambo haya na anakuwa na wafuasi wengi wakubwa kwake na wasomi na wengine wasiosoma. Huyu mtu hana hofu wala mashaka na wasiwasi yoyote. Hii hali ambayo anakuwa nayo ameitoa wapi? Alifanya hesabu ya masomo yake yote Nikodemu, akakuja kugundua kwamba huyu mtu hii mambo yote ambayo anayafanya hayafanyi kwa elimu ya kibinadamu, anayafanya kwa elimu ya mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alikuja kugundua kwamba mtu anayekuwa na elimu ya mbinguni inamaanisha kwamba ni mtu anazaliwa kwa Roho. Nikiwa amezaliwa kwa Roho, ni lazima huyu mtu anakuwa na ujumbe wa Mungu. Alijifunza hili kwa miaka kadhaa.
Lakini kinachomshangaza sasa Nikodemu na kujua huyu ni yule ambaye ninapaswa nimwendee, ni wakati kulipokuwa harusi ya Kana. Yesu alikuwa miongoni mwa wale watu ambao walialikwa kwenye harusi ya Kana. Mama yake naye alikuwa, na Nikodemu alikuwa ndani ya ile kongamano ya ile harusi. Wakati mvinyo ulipoisha, mama yake alimusihi Yesu hatengenezee watu mvinyo, na ile ishara ambayo Nikodemu alipoyaona kwa macho yake, maji yanageuka divai iliyokuwa safi, alifanya hatua ya kumwendea Yesu usiku. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lengo ya yeye kumwendea Yesu usiku haikukuwa kwamba yeye alikuwa mtakatifu sana. Hapana, alimwendea usiku kwa sababu yeye hakukuwa miongoni mwa watu wenye kuwa kumpenda Yesu. Alikuwa mtu mfarisayo mwenye mikataba ya kusema huyu kijana lazima auawe. Lakini siku ile ambayo alipoona zile ishara, alifanya hatua, ninaweza kupata hukumu, kumbe huyu ni zawadi ambayo inaweza kunisaidia siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mara moja Nikodemu alimuuliza, alimwambia Rabi. Yeye anashindwa kuelewa kwamba yeye ndio anastahili kuitiwa Rabi. Mtu ambaye iko na doktora, mtu mwenye iko na doktora, haiko tena haiko aseme ni daktari wa hivi, alikuwa daktari ambaye anasomea sheria. Ni mtu ambaye alikuwa anatembea na wa garde de corps. Lakini ile siku alisemeka, wewe wa garde de corps ubakie, nitaenda peke yangu. Nikodemu alikutana na Yesu face à face. Ni mzee akamuuliza Yesu, kijana, Bwana Yesu asifiwe sana, nifanye nini ili nipate kurithi ufalme wa mbinguni? Haleluya. Yesu alimwambia kwamba uzaliwe tena, uzaliwe mara ya pili, uzaliwe mara ya pili. Nikodemu na ujuzi wake wote alishangaa kuona anaambiliwa azaliwe tena mara ya pili. Bwana Yesu atuhurumie sana. Sasa yeye aliwaza kwamba ataingia tena ndani ya tumbo mama yake tena, labda mama yake Nikodemu labda alikuwa ishakufa. Lakini Nikodemu aliambiliwa ni lazima uzaliwe sasa na roho sasa ndio apate kuwa mama yako, apate kuwa baba yako. Ushakuwa na baba, ushakuwa na mama. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mara moja Nikodemu alikuja kuona picha, akasema kumbe hii mambo ni mambo ambayo kwangu mimi sikukuwa na uwezo wa kuelewa, lakini kisa ambacho nilifuata mwalimu ambaye alitoka kwa Mungu, nimekuja kuelewa kitu fulani. Nikodemu alirudia akiwa Nikodemu mpya kuliko yule Nikodemu wa zamani kisa alivyokuja. Haleluya. Na ikiwa Nikodemu alirudia akiwa mpya wakati ambao kulikuwa kongamano kwa sababu ya kumuua Yesu, ukiangalia kwenye kitabu cha Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Yohana sura 7 mstari wa 15, yeye aliambia wale watu 17, yeye alikuwa mtu wa 17, aliwaambia hivi, hatuwezi kuhukumu mtu kabla sisi hatuyaonana naye wala hatuyasikia anasema nini, ili tupate kutoa hukumu juu yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Wale watu wakamwambia, ninamaanisha na wewe ushakuwa Mgalilaya? Kwa sababu Mgalilaya hakuwezi kutoka mtu mwenye kuwa na akili timamu. Galilaya hakuwezi kutoka nabii. Galilaya hakuwezi kutoka msomi. Sababu wa Galilaya wote preske walikuwa wavuvi na wakulima tu. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ujumbe ambao tuko nao bila kukawia, tubadilike, tuzaliwe na roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuzaliwe kwa roho. Mtu anayezaliwa kwa roho iko na mabadiliko fulani. Si kwamba nimesimama katika jukwaa nikihubiri asa nianze kubatomboke. Mimi sina haja ya kutombokea mtu. Ni lazima we ukutanane na Yesu akutengeneze, hakunowe. Yesu peke yake ndiye mwenye iko na uwezo wa kuokoa na kuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini tunaangalia sana, tunahubiri katika nyimbo, tunahubiri katika neno, lakini hatuyazaliwa mara ya pili. Haleluya. Tuishabatizwa, ni kweli tuishabatizwa, lakini kubatizwa kwetu sisi ni kubatizwa kwa maji, lakini hatuyabatizwa kwa roho. Sababu ikiwa tumebatizwa kwa roho,
tutakuwa na mabadiliko katikati ya maisha yetu. Badiliko la kwanza, kusema kwetu kutakuwa na kiasi. Kuona kwetu kutakuwa na kiasi. Kutembea kwetu kutakuwa na kiasi. Kukaa kwetu kutakuwa na kiasi. Lakini hata watu wa nyumba zetu, hata tuwe wachungaji, hata tuwe wake wa wachungaji, hata tuwe mashemasi, watu wa familia zetu hawajawahi kutushuhudia kwamba sisi tumejazwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atuhurumie sana. Tunakuja kupata kifukutu na jasho hapa na jehanamu tunaenda. Pole sana na ole sana. Lakini tukutanane na Yesu ili tujazwe Roho Mtakatifu, awe baba yetu na awe mama yetu. Haleluya. Nikodemo alibadilika. Kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Yohana, sura yake ya kwanza, mstari wake wa 12 hadi mstari wake wa 13, Biblia inasema hivi. Yesu peke yake anatamka katika kinywa chake. Anasema alikuja katika nchi ya walio wake, lakini hawakumpokea. Lakini wale waliompokea, wale waliomwamini, aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, na ambao walizaliwa si kwa maumbile ya kibinadamu, wala si kwa nguvu ya kimwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kutokana na Mungu mwenyewe. Jina la libarikiwe sana. Tukisema kwamba wewe umezaliwa na Mungu, umezaliwa na Roho, sababu Mungu si Mungu wa mifupa na nyama na minofu, ni Mungu Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni Mungu Roho, tuendane na Roho. Kanisa ya Mungu inaongozwa na Roho. Kanisa haiongozwi na elimu. Kusoma ni kuzuri ili tutoke katika ujinga. Tusome teolojia tutoke ujinga, lakini kiongozi wa kanisa ni Roho Mtakatifu. Kama atuongozi na Roho Mtakatifu, tutaenda mbio ya wambuzi na hatujui tunaenda wapi na tunatoka wapi. Lakini kama tunaongozwa na Roho Mtakatifu, tutakuwa tunajua hapa tuko sehemu gani, hiki tuko sehemu gani, na hapa tuko mahali gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusihi sana ndugu mpendwa, Nikodemo alijitokeza akamwendea Yesu. Na Yesu anasema alikuja kwa walio wake. Walio wake walimkataa, lakini wale ambao walimpokea walifanywa kuwa wana wa Mungu. Hawakuzaliwa si kwa mapenzi tena ya mwili wala kwa mapenzi ya mwanadamu, walizaliwa kwa mapenzi ya Mungu peke yake. Ninakuomba ndugu mpendwa, uishi kala miaka mingi huku katika imani na Kikristo, lakini matendo yako haibadiliki. Amen. Bwana Yesu atuhurumie sana. Mimi nitaomba kitu kimoja. Mara zote mimi nasemaka, naombaka msamaha kwa kila kitu. Kutamka kwangu ni lazima, hakuwezi kutoka kila wakati maneno mazuri. Kuna wakati kunatoka maneno mabaya. Kutembea kwangu si kila mwendo wote ambao naweza nikatembea ili utafurahisha kila mtu. Lakini kuna mwendo mwingine unakashi kuimona. Wewe uturumie sana. Na ndio sababu kwa kila wakati kuomba msamaha ni kitu cha maana zaidi. Kama mtu hajui kuomba msamaha, angaliki na watu. Ukikuwa peke yako unaanza kuvutia, msimbo chechela, elaka alienda kukazi hata kuya. Uomba msamaha, muungaliki naye hapa face à face. Hili ni kitu cha maana zaidi. Wakati ambapo yeye alienda kukazi, utakufa ni ile dhambi, na ile dhambi itakufuata kwenye utaenda. Lakini Nikodemo alijua, mimi siwezi kufa na hii dhambi, ni lazima nimwendee Yesu. Na wewe umwendee Yesu kwa sasa hivi, mtengeneze maisha yenu. Amen. Niwe naangalia ngambo ya huku, hii ngambo ya mkono wetu wa kuume au ngambo ya kushoto kwa mkono yangu. Wengi ni wa vijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi ni wa vijana. Kama wengi ni wa vijana, Yesu alikuwa kijana. Yesu hakukuwa mzee. Alikuwa mzee kwa utukufu wa Mungu, lakini alikuwa kijana, mtu wa miaka 13. Amen. Alikuwa kijana. Angalia mzee Nikodemo mwenye alimfuata Yesu. Nini kilisababisha Nikodemo mfuate Yesu? Hekima ya Roho wa Mungu ambayo ilikuwa ndani ya Yesu. Wazee wakatii mbele yake na wakasema huyu ametoka mbinguni. Haleluya.
Mungu mnatuimbia hapa mbele, Mungu uchi amuvali. Roho wa Mungu anapatia mtu edikasio ya kuvaa vizuri. Bwana Yesu aturumie sana. Bwana Yesu aturumie. Unaweza ukavale nguo yako ni ndefu, lakini iko naonekana. Niko nabambie, hii macho ya nyama hii aendaki bugeni. Hapa sisi hatukuji tuone mavazi, tunakuja kuona comportement au tabia yetu. Na nyie muone tabia yetu. Ndio kazi ambayo tuko na. Kwa sababu ya tabia ndio yenyewe tasema fulani ali mto. Amen. Wakati ambao uko naenda kuuza nguo, jiulize aski nguo uangalia hiyo hivi, aski iko naangalia kule mbele wala watu hawaoni. Jazwa Roho Mtakatifu, uzaliwe na Roho Mtakatifu. Usizaliwe na nini? Na uishazaliwa hautarudiaka tena kwa mama yako au kwa baba yako tena. Uishakazaliwa kwa mwili. Ni lazima uzaliwe kwa roho. Haleluya. Amen. Hii ngambo ya huku niko naenda kuona baba pamoja na mama. Aba batoto wala aba babiana abatoki mu manyumba zao peke. Banatoka mu manyumba ya bazazi ambao balizala bale batoto. Amen. Lakini unasema shida ya songola mwana abasoma. Masomo yako inapita masomo yake. Sababu wewe ndio mwalimu wake wa kwanza. Ule mtoto akipotoka, ule mtoto cheko ni yako wewe mzazi. Nagu kanisa ni hivyo hivyo. Nafasi zote ni hivyo hivyo. Ni lazima tu mimi na wewe twende kama Nikodemo alivyoenda kwa Yesu. Tuzaliwe mara ya pili. Uishabatizwa kwa maji. Biblia inasema usipozaliwa kwa maji na kwa roho, ndio kisi Yesu alikuwa anamwambia Nikodemo. Ni lazima kuna ubatizo wa mwili ule wa maji na kuna ubatizo wa roho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tubadilike. Nikifunga kitambala bataniona mzee. Eske mama yako kama haiko mzee, sasa nini? Yani buzee, eske buzee ni kitusi? Buzee sio kitusi. Buzee sio kitusi. Kwa mimi nakuwa naombea bazee sana. Mungu akuwa na babariki na bariki. Sababu balipata maisha mazuri. Kuna wale ambao hawatafika mbuzee. Unaona, kufika mbuzee ni neema kutoka kwa Mungu. Haiko kupenda kwa sababu ulisoma, Lakini keniko na kuambia siku ya leo, tuzaliwe mara ya pili. Amen. Tuzaliwe mara ya pili. Kizungu ni kizunguzungu. Kizungu ni kizunguzungu. Mungu alikupatia mwili ya munene. Vala nguo ili ya munene. Usiende kuvala nguo ya mtu wa kugonda. Sasa kama Mungu angalikuimba ile mwili yako ya munene, akupatia mwili ya kugonda, ungalikuwa tena unavala manguo ya munene. Aseme watu wanaweza kunicheka sasa mimi ni kugonda. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kanisa inaongozwa na roho. Kama sisi wachungaji hatuongozwe na roho, mwisho wetu ni mbaya. Paulo anasema ninapiga vita vile kuwa vizuri vya imani, ili nimalize mwendo wangu salama. Kama sipigi mwendo vizuri, nitakuwa makuni ya kupiga maharagi. Jinsi ninasimama katika madhabahu. Ninakusihi sana Mungu akukutane na wewe kama alivyokutana na Nikodemo. Neno lake likubariki na nilibariki na mimi katika jina la Yesu Kristo. Amen.